Samia Suluhu afanya mageuzi mazito kwa jeshi la polisi baada ya kumgeuka. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Habari ya mabadiliko mazito ndani ya jeshi la polisi ilipenya katika nafasi ya umma kama radi isiyokuwa na onyo, ikifichua kwa ukali ufaulu uliokuwa kimya kati ya dola na raia wake. Amri iliyotolewa kwa niaba ya Ikulu ilibeba uzito wa hatia iliyokusanywa kwa miaka, ikionyesha kuwa imani ya wananchi kwa vyombo vya usalama ilikuwa imefikia kiwango cha hatari. Na katika nchi ambayo polisi wamekuwa alama ya hofu kwa wingi, tangazo la mageuzo halikuwa la taarifa tu ya kiutawala, bali kilio cha kuchelewa cha uwajibikaji wa dola. Agizo hilo lilitoka juu kabisa, likihusishwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na kufikishwa kwa umma kupitia waziri wa mambo ya ndani ya nchi kupitia George Simbachawene tarehe 26 Disemba mwaka huu. Uzito wa maneno uliashiria kwamba ili alikuwa zoezi la kawaida la kupanga upya viongozi, bali jaribio la kukata mizizi ya tabia zilizotajwa kwa muda mrefu na unyanyasaji, rushwa, ukamataji holela na matumizi mabaya ya madaraka. Kauli ya serikali ilijengwa juu ya hoja ya kurejesha imani ya wananchi, ikikiri kwa njia isiyo ya moja kwa moja kuwa imani ilikuwa imeporomoka. Kwa miaka raia wamekuwa wakisimulia huko uzoefu wa kuogofya mikononi mwa askari waliopaswa kuwalinda. Simulizi hizi ziliibuka katika majiji ya vijiji, katika vituo vya polisi na barabarani, zikijenga picha ya taasisi iliyojitenga na maadili yake ya kikatiba. Sasa kwa mara ya kwanza kwa msitizo huu, serikali ilikiri hadharani kwamba malalamiko haya ya kwa kelele za pembeni, bali ishara ya mfumo ule unaohitaji upasuaji. Ilisitizwa kuwa polisi wanapaswa kuwahudumia wananchi, si kuwaumiza, na kauli ambayo ilivunja ukimya wa muda mrefu wa kulinda taswira ya chombo hicho bila kujali majeraha ya kijamii kilichosababisha. Historia ya kisiasa ya Tanzania inaonyesha uhusiano tata kati ya vyombo vya ulinzi na madaraka ya kisiasa. Na tangu kipindi cha chama kimoja hadi awamu ya vyama vingi, polisi wamekuwa wakitumika kama mkono wa utekelezaji wa dola, na wakati mwingine wa kulinda amani, mara nyingine kwa kukandamiza sauti pinzani. Sheria na kanuni zilibadilika, lakini mazoea ya ndani ya taasisi yalibaki yakiridhishwa kizazi hadi kizazi. Na katika chaguzi zilizopita, operesheni za usalama ziliambatana na malalamiko ya ukamataji wa wapinzani na wanaharakati, hali iliyoweka doa la kisiasa juu ya sare ya polisi. Na katika muktadha huo, tangazo la mageuzi litafsiriwa na wadau wa haki za binadamu kama ishara ya kukubali mzigo wa makosa ya zamani. Mashirika ya kiraia yaliunga mkono hatua hiyo kwa tahadhari, yakikumbuka ahadi nyingi zilizopita ambazo hazikufikia utekelezaji. Kwao, thamani ya mabadiliko haitapimwa kwa hotuba, bali kwa vitendo vinavyoonekana katika vituo vya polisi na katika namna askari walivyoshughulikia raia, na katika kesi chache zilizofikishwa mahakamani dhidi ya wale waliovunja maadili. Serikali ilieleza kuwa mageuzi yatagusa ngazi za uongozi, mafunzo na mifumo ya usimamizi wa haki za binadamu. Kauli hii iligusa kiini cha tatizo, kwa sababu kwa muda mrefu mafunzo yamekuwa yakilenga zaidi nidhamu ya amri kuliko heshima ya utu wa binadamu. Mabadiliko ya uongozi, ikiwa yatafanyika kwa wazi, yanaweza kuvunja mtandao wa ulinzi wa ndani uliowahi kuwalinda wanaokiuka sheria. Hata hivyo, bila mifumo huru ya ufuatiliaji, hatari ya kubadilisha sura bila kubadili tabia inabaki kuwa kubwa. Na katika ukanda wa Afrika Mashariki, mageuzi ya vyombo vya usalama yamekuwa kichochewa na shinikizo la ndani la kimataifa. Nchi jirani zimekumbwa na maandamano yaliyolipuka kutokana na ukandamizaji wa polisi, na ripoti za mashirika ya kikanda zimeonyesha mara kwa mara kuhusu athari za kuvunja haki za raia. Tanzania haiko katika ombwe hili, na mahusiano yake na wafadhili wa maendeleo na taasisi za kimataifa yamekuwa yakipimwa kwa namna inavyoheshimu utawala wa sheria. Kauli ya Ikulu kuhusu kutovumilia askari wanaokiuka maadili ilizungumza pia na hadhira ya nje inayotazama kwa makini mwenendo wa nchi.
Na kwa upande wa ndani, mageuzi haya yanakuja katika kipindi ambacho uwanja wa siasa bado una makovu ya mvutano. Wananchi wamezoea kuona polisi kama kizuizi cha kujieleza na si daraja la haki. Hali hii ilijenga hofu ya kudumu, ambapo ukimya ulionekana salama kuliko kudai haki. Na sasa ahadi ya kuimarisha uwajibikaji inahitaji kukabiliana na urithi huo wa hofu. Na bila kurejesha ujasiri wa raia kutoa taarifa na kushiriki katika mifumo ya uwajibikaji, mageuzi yatabaki kwenye makaratasi ya serikali. Msingi wa mageuzi ya kweli upo katika uwazi, na serikali iliahidi ufuatiliaji wa karibu wa utekelezaji, lakini uzoefu wa Tanzania unaonyesha kuwa ahadi za ufuatiliaji mara nyingi hufifia kadri muda unavyopita. Na ripoti huru, takwimu zinazopatikana kwa umma na ushirikishwaji wa vyombo vya habari ni vipengele vinavyoweza kubadili simulizi. Na bila hivyo, simulizi la mageuzi linaweza kupoteza uhalali wake na kurejea katika mzunguko wa kawaida wa matamko na kusahaulika. Kwa Rais Samia, mzigo wa kisiasa wa hatua hii ni mkubwa, na tangu ingie madarakani amekuwa akijaribu kusawazisha taswira ya nchi kati ya uthabiti wa dola na heshima ya haki za binadamu. Mageuzi ya polisi yanagusa moja kwa moja mizani hiyo. Mafanikio yatampa hoja ya kuonesha mabadiliko ya kweli katika uongozi, lakini kushindwa kutazidisha mashaka ya wananchi wanaona ahadi zikija na kuondoka bila matokeo. Ndani ya jeshi la polisi lenyewe, mabadiliko yanatarajiwa kukutana na upinzani wa kimya. Taasisi zilizojengeka kwa miaka huwa na kinga dhidi ya mabadiliko yanayotishia utamaduni wao wa ndani. Askari wanaonufaika na mifumo ya zamani wanaweza kujaribu kuchelewesha au kupotosha utekelezaji, na hapa ndipo uongozi thabiti unahitajika, si tu kauli bali maamuzi magumu yanayogusa maslahi ya waliopo ndani ya mfumo. Na kwa raia wa kawaida, tangazo la mageuzi limeamsha mchanganyiko wa matumaini na wasiwasi. Matumaini kwamba safari ya kwenda kituo cha polisi itakuwa tena chanzo cha dhulma, na wasiwasi kwamba historia inaweza kujirudia. Mabadiliko ya kweli yataonekana katika vitendo vidogo vinavyojenga imani upya, kama kushughulikia malalamiko kwa wakati, kuheshimu taratibu za kisheria na kuwajibisha hadharani waliokiuka maadili. Na katika mizani pana ya mustakabali wa Tanzania, swala la polisi linakwenda zaidi ya usalama, linahusu aina ya taifa linalojengwa, ikiwa ni taifa linalotawaliwa kwa hofu au linaloendeshwa kwa ridhaa ya wananchi. Ukimya wa muda mrefu umegharimu haki, lakini pia umejenga mlundikano wa hasira za chini kwa chini. Mageuzi haya yanatoa fursa ya kuvunja mzunguko huo kabla haujageuka kwa mgogoro mkubwa wa kijamii. Mwisho wa simulizi hili hauko katika maneno ya waziri au ahadi za Ikulu, bali katika chaguo la taifa. Ikiwa hatua hii itachukuliwa kama dirisha la kujirekebisha, basi Tanzania inaweza kuanza safari ya kurejesha uhusiano kati ya dola na raia wake. Na ikiwa itapotezwa katika kelele za kisiasa na urasimu, basi gharama itakuwa kubwa zaidi, kwa sababu kila ahadi inayovunjika huongeza mzigo wa kutoamini. Mustakabali wa nchi unategemea uwezo wa kugeuza amri kuwa vitendo, na vitendo kuwa haki inayoonekana. Ukimya, hofu na kusubiri vina bei, na vilevile bei hiyo italipwa na kizazi kijacho ikiwa mabadiliko haya yatabaki kuwa hadithi ya muda mfupi badala ya mwanzo wa mageuzi ya kweli. Ndio hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi na zingine nyingi bila kupendelea. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.